Hujambo mtazamaji, karibu. Hii ni wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Mimi ni Joseph Msami. Niko katika ukumbi wa mikutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Baraza hili limeangazia hali ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo limeonya kwamba ikiwa mashauriano ya kisiasa yatafanyika, huenda nchi hiyo katumbukia katika machafuko. Kwa hana mengine mengi, tuungane na Grace Kania. Mjini New York, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jan Eliasson akihutubia Baraza la Usalama amezungumzia hali ilivyo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema Umoja wa Mataifa una wasiwasi juu ya ukosefu wa mazungumzo ya kisiasa. Kabla ya uchaguzi ujao, DR Congo inaweza kutumbukia kwenye ghasia na ukosefu wa utulivu. Mazungumzo ya aina hiyo yanapaswa kuleta makubaliano shirikishi yanayoweza kufanikisha uchaguzi halali wa rais na wabunge. Bila hivyo, tunakabiliwa na hatari ya mzozo mkubwa wenye uwezekano wa kuleta ghasia na ukosefu wa utulivu utakaodumu. Kwenye ushoroba wa kuelekea kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapa jijini New York, kuna bendera za nchi wanachama mbalimbali. Moja ya nchi hizo ni bendera hii ya Sudan Kusini, ambalo ni taifa changa kabisa duniani. Julai 9 wanaadhimisha miaka 5 ya uhuru, lakini bado hali si shwari. Kuelekea miaka 5 ya uhuru wa Sudan Kusini, tarehe 9 mwezi huu, makumi ya maelfu ya watu wanaendelea kukimbia makazi yao hata kwenda nchi jirani kutokana na ukosefu wa usalama uliosababisha pia njaa. Utapiamlo miongoni mwa watoto wakimbizi wa Sudan Kusini kwenye kambi ya Kakuma nchini Kenya unaongezeka, huku wakimbizi wakiendelea kuwasili kila uchao. Kaleta Obere alizaliwa mwaka 2011 nchi yake ilipopata uhuru. Miaka 5 baadaye ana unyafuzi wa hali ya juu, mdhoofu na anajaribu kupata uthabiti wake. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi lina haha kuwasaidia. Tumeshuhudia kuwa miongoni mwa watoto kuna watoto wenye utapiamlo wa kupindukia. Kwenye maeneo ya kusini na mashariki mwa Afrika, madhara ya El Nino yanasababisha ukame mkali na mafuriko makubwa. Zaidi ya watoto milioni 26 na nusu wanahitaji msaada. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaimarisha operesheni zao, lakini madhara haya ya El Nino yanatarajiwa kuendelea kuwepo hadi mwisho wa mwaka huu. Asante Grace Kania. Mtazamaji, nakushukuru kuungana nasi katika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ninayekuaga ni Joseph Msami. Hapana shaka tutakutana tena juma lijalo. Kwaheri kwa sasa.